Akizungumza wakati anafungua kongamano la kimataifa la wadau wa utalii linalofanyika Arusha, Dr. Bilali amesema pamoja na changamoto zilizopo katika sekta ya utalii, suala la uhifadhi endelevu wa mazingira na rasilimali zingine za asili lazima lipewe kipaumbele cha kwanza. Kwa hivyo lengo hapa ni kuhamasisha utalii endelevu katika nchi yetu, na utalii endelevu ambao unahifadhi rasilimali yetu ya msingi tulokuwa nayo ya biodiversity au tunaita bioanuai, na vile vile unaweza kuendelea kuwa utalii wa miaka mingi zaidi inokuja. Baadhi ya wadau wakiwemo Katibu Mkuu wa Taasisi ya Umoja wa Mataifa ya kuendeleza utalii Dr. Twalbu Hifai amesema uhifadhi na utalii lazima viende sambamba, kwani bila uhifadhi hakuna utalii. Promote environmental awareness is part of our responsibility. We cannot be promoting tourism without equally promoting environmental awareness. And the world is looking at us to do that. It is our duty to channel much of the revenues to the protection of the environment. Akizungumzia hatua iliyofikiwa katika kuendeleza utalii hapa nchini, mkurugenzi wa Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA Bwana Alan Kijazi amesema jitihada za kutangaza utalii katika nchi mbalimbali zinaendelea, sambamba na kuwawezesha Watanzania kuelewa wanavyoweza kunufaika na sekta ya utalii. Tumeandaa program za utangazaji katika vyombo mbalimbali vya habari, na nia ni kuwahamasisha Watanzania waweze kuvithamini na kuvitembelea vivutio vyetu. Baadhi ya washiriki wa kongamano hilo akiwemo Mheshimiwa James Lembeli wamesema ili sekta ya utalii iweze kuwa endelevu, lazima uvunaji wa rasilimali zingine muhimu katika maeneo yaliyohifadhiwa ukiwemo uchimbaji wa madini ziangaliwe upya. Natakiwa tujifunze kutoka kwa wenzetu. Naona sasa hivi tunazungumzia masuala ya kuanza kuchimba madini kwenye hifadhi. Kila mmoja duniani hapa anafahamu jinsi migodi inavyoharibu mazingira. Sasa mimi nafikiri serikali lazima iwe makini sana katika kupanga mipango yake ya uhifadhi. Kutoka Arusha, Asraji Mvungi, ITV.